rafiki yangu Pasco William pamoja na Mese kama wanatimu na wanafamilia wa chombo hiki kizuri cha NYTV kinachosikika ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Pasco tumetoka naye mbali, wacha Mungu amuinue. Bwana asifiwe. Alikuwa anapiga picha na kamera moja ya Yashika. Tunaenda wakati mwingine Kinondoni, tumevaa kanda mbili. Tunaenda, akawa nafikiri mwenye ni kiongozi wa vijana, mke wangu alikuwa mtunza hazina wa kwaya ya vijana Kinondoni. Miaka hiyo tumemwona Bwana 90 na ngapi hiyo? Na 3, 94, 95 tuko Kinondoni kama wanasiezi waaminifu. Huyu jamaa anaweza anaenda mpaka Ikulu na kibali cha kwenda hadi Ikulu huyu. Mtu anatembea kutoka chini, Bwana huwa anamuinua mtu kama vumbini na kumpeleka mahali pa heshima. Na uzuri wa Pasco, usipopiga makofi, mbingu zishampigia makofi. Uzuri wa Pasco hachagui. Sasa nasema tena, hachagui kwamba ni kanisa dogo, ni kanisa kubwa. Ameenda mpaka kule vijijini Iringa, ndani kule, na amemulika huko, na kazi ya Yesu imeendelea mbele. Bwana asifiwe. Mungu aendelee kupa upako huo wa kunyenyekea na kuipenda kazi ya Mungu. Na yeye ndo amekuwa daraja ya kutuunganisha na Christina Daniel toka Sumbawanga, na tiketi ya kuja mwaka ujao ipo, kwa maana tumeshafungua mlango, mwaka ujao utarudi. Amen. Ya kumrudisha hata tumeshakata, ipo. Kwa usio na wasi, utarudi kumuona mume wako na watoto wako na yule baba. Asante Madam Judith kwa kututunzia mgeni wetu. Jamani, tupige makofi kwa yule mzee wa kanisa aliyemtunza mgeni wetu, na hata tumebarikiwa naye sana. Jamani, amina. Asante mke wangu Bernardina, mchungaji, naye kwa kunitia moyo. Tulikuwa kwenye nyakati ngumu kama nilivyokuambia, sasa kuunguliwa na gari na tumetoka kwenye furaha, lakini tukasema shetani huwezi kuzuia kusudi la Mungu. Hautakaa tutafakari kuunguliwa kwa gari, sisi tutatafakari juu ya ukuu wa Bwana na matendo yako Mungu makuu. So jambo rahisi, gari na waka moto, tulikuwepo ndani ya gari mimi na mke wangu, na Bwana katutoa. Ndio maana nimwambia shetani, naenda hadi Ngorongoro kumtukuza Bwana kwa mambo makubwa ambayo Mungu ameyafanya. Jina la Yesu libarikiwe. Wazee simameni basi, watatu naona, watatu wapo, watatu mpo nusu kwa nusu. Hawa wameunga mkono mwaka mzima, nimeleta wanenaji wengi sana. Hakuna siku alinibishia kwamba huyu hatumtaki. Waliniamini mchungaji wa toka Januari mpaka leo tunafunga semina yetu. Kwa kweli Baba wa mbinguni wabariki. Bwana wabariki. Na wakati Bernardina mchungaji na msindikiza, naomba nimkabidhi maiki. Wageni tunawapenda. Nataka nikupe ushuhuda. Haleluya. Baba, umeniambia vyovyote ajisikia kushuhudia. Nimeshafundisha semina, wangapi tumemwelewa Bwana? Na shuhuda pia zinajenga. Haleluya. Nataka niongee kwa habari ya kunyenyekea na kumwona Mungu ni kielelezo kwenye maisha yako. Usifanye vitu peke yako, shuka mbele za Bwana. Haleluya. Nilikwambia moyo ulioharibika una tamaa. Siku moja nikiwa pale nyumbani kwangu, nakupa ushuhuda wa kweli. Ni kitu kimetokea. Nilikuwa pale nyumbani usiku mmoja. Nimekwambia nina mtoto ana miaka 3. Yule mtoto alikuwa ndo ana mwezi mmoja kama na wiki 3 hivi. Nikashangaa, niko sebleni, akaja baba mmoja ananiita ndani. Ananiambia, mama nakuomba hapa nje mara moja. Nikamwambia kuna nini? Akaniambia kuna mtu anakuita. Nilipofika pale nikakuta baba mmoja amelala. Nikamwambia amelala ana shida gani? Akaniambia mimi ni bodaboda.
ameniambia nimbebe nimlete hapa nyumbani kwako. Nikamwambia mimi simfahamu ana shida gani. Akasema mama, utajua mwenyewe, akiamka utajua mwenyewe, utamuuliza. Yule baba kapanda pikipiki akaondoka, kaniachia mtu amelala. Ukileta mchezo kwa Yesu, ukileta utani kwa Yesu, wengine wanashuka. Haleluya! Ukiacha kuomba, Mungu ana watu wengi. Elia akaogopa, akanataka kufa. Mungu akamwambia, wewe, mimi ni Mungu, nimejisazia manabii 400. Haleluya! Mwambie jirani yako, kazana, usilete mchezo na Yesu. Baadaye nikaa nimeomba msaada, wanisaidie yule mtu atoke pale. Tukamuingiza ndani, nikampeleka kwenye chumba ambacho hakuna mtu analala, maana nikaogopa mimi na ule ufyele, mume wangu hayupo, akikurupuka hapo akitupiga mateke, maana nilikuwa sijui kalewa au ana mapepo, yani sifahamu chochote. Wakati wamempeleka mule, nikafuata, nikaa naona vijana fulani wakanisaidia, wamemweka mle ndani. Nikashangaa ameanza kusema naungua, moto moto moto. Nikasema aha, kumbe ni ile kesi ndogo. Nikasema safi. Mimi nikijua tu issue inahusu uchawi, yani hiyo naonaga ni bonge atenda, lazima nimthibitishe Mungu na siogopi. Haleluya, haleluya. Yule baba alipoanza kusema moto moto, nikasema safi. Nikasogea, maana nikasema hapa ili pepo naweza kuliamuru, hata upige kelele. Naweza kuliamuru pepo usipige kelele. Nikasogea, akasema usiniguse. Nikasema kwa jina la Yesu. Mara ghafla nikaona kenge. Wangapi tunamjua kenge? Pale nyumbani kwetu kwa Dajudi leo katokea kenge mkubwa tu, maajabu, na tunatindua kwa jina la Yesu. Kama ni kenge alitumwa, kwa jina la Yesu na afe. Haleluya. Nikamwona kenge kwa yule, yani unaelewa, sio maono, macho ya nyama. Nikamwona kenge anatembea, yani tamani hizi maiki na zenyewe ka. Yule kenge anatembea kwenye mkono hivi, yani ni ametuna, yani anatembea kama alivyo na miguu yake, ila yuko ndani ya mkono. Yule kenge akaanza kutembea, anakuja kwenye kifua, kwenye moyo, amuue yule mtu. Nikamwambia hautakufa kwa jina la Yesu. Sitaki kesi nyumbani kwangu. Yule baba akaanza kupoteza fahamu. Nikasema yani utaamka useme kuhusu kenge. Nami sitaki kumkemea kenge, nataka nijue kenge anatembeaje kwenye mwili. Yule mtu akaniambia anataka kuniua. Nikamwambia hakuna. Akasema hivi, huyo kenge unayemwona hapo, kuna vitu viko nyumbani, vile vya kule ndo vimetibuka, ndo maana. Kwa hiyo mpaka tuvitoe vitu vya kule ndo huyu kenge anakufa. Hawezi kufa maana viko kule. Nikamwambia twende, nikamchukua binti yangu, nikamwambia beba mtoto mgongoni, twende tukaue huyo kenge ili Yesu ainuliwe. Nikasema ninaenda kwa jina la Yesu. Ninaye Yesu, ninajiamini, ninaye Yesu. Nikasema ninaenda. Yule mgonjwa nilivyoona sasa anahangaika na yule kenge, kuna jirani yetu ni baba mchungaji wa kanisa fulani, nikawatuma watoto kamwiteni ili tusaidiane naye. Akamekuja, alivyoona kenge anatembea akasema wema, si tunayajua haya maagano yalikotoka. Nikamwambia baba, tunayo damu ya Yesu ambayo inafuta maagano yote. Watu hawawezi kuteseka. Yesu alikuja kufuta maagano. Kamwambia twende. Tukaenda mpaka kwenye ile nyumba. Yule baba akatuambia, akasema chumbani kule, akasema kuna ndoo moja na chini ya kitanda kuna briefcase. Akasema mkivitoa hivyo mtakuwa mmefanikiwa. Yule baba nikamwambia, baba
Mimi kwa sababu nina mtoto, ingia katoa, akasema mama. Akasema mimi siingii. Na kile chumba kina giza totolo. Namwambia yule, kwa nini hakuna taa? Akasema siruhusiwi kuwasha taa, maana shetani ni wa gizani. Alafu na mimi nimeshafika pale, ninayo nuru, natakiwa iangaze pale. Lazima nimseme Yesu ni nani. Nikasema kwa jina la Yesu. Nikakambia kabinti kangu, chukua mtoto, sogeni pale. Nikachukua simu yangu, nikamulika tochi. Nikaingia kwa jina la Yesu. Mamlaka zote za giza, ardhi hii nimeikanyaga. Mimi ni mtoto wa mfalme. Mahali pote ametupa kukanyaga, ametupa mamlaka. Nikasema ninamiliki hiki chumba kwa jina la Yesu Kristo. Nikaingia. Chumba ni kama unaingia kwenye handaki. Yaani unaingia ni kama unaingia chini zaidi. Namulika hivi, nikaiona ndoo ni simenti tu kama hivi, lakini yaani hilo giza totolo, unaishi kama unaingia chini ya handaki. Nikaiona ndoo ile pale. Nikasema wow. Nikafika nikasema kwa jina la Yesu ninawateka. Nyanyua ndoo. Toka nayo nje. Toka nayo nje. Nikafika, yule wakenge alisema, "Hey, we mama, umenyanyua hiyo ndoo? Wewe kweli mwanamke?" Nikasema bado, nielekeze na briefcase. Yule baba mchungaji amekaa hapo. Nimeingia mtoto wa mfalme Yesu. Alisema kazi nizifanyazo naam, na zaidi ya hizi mtazifanya. Yule baba akasema, "Wewe kweli mwanamke?" Akamwambia nielekeze, akasema ukiingia chini ya kitanda. Nikasema nitainama kwa jina la Yesu. Yesu alishuka kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo za mamlaka, na mimi nitashuka. Nikaenda. Katoto kangu kanasema, "Mama, Mungu akutie nguvu." Nikaingia tena. Nikainama kule chini ya kitanda. Nakwambia kuna chupa yani kama zote za bia ulizowahi kuziona na vilevi vyote. Kuna vipande vya sigara na makolokolo yote. Nikaingia, nikaina briefcase nzuri sana. Kubwa kubwa tu hivi. Nikasema kwa jina la Yesu. Nikaivuta. Nikaiona imetii mamlaka inakuja. Nikanyanyua na mikono yangu miwili. Nikasema Mungu, asante, maana kuna mtu unaenda kumfungua. Nikaitoa nje pa. Nilivyoitoa tu pale, yule baba akapoteza fahamu. Yule baba mchungaji mwingine yuko tu pale anasema, Aise, ni lazima tumdhihirishe Bwana. Ni lazima ufanyike majibu kwa watu. Ni lazima kupitia Yesu uliyembeba watu wamuone kwa uhalisi. Nimekwambia Yesu ni halisi. Nilimsikia kwa wengine, lakini nimemuona kwa macho. Nimemuona akifanya. Nakwambia ni simba wa kabila la Yuda. Akiunguruma kila kitu kinatii amri. Nilivyotoa vile, yule mtu alivyozimia, nikaenda, mama mwenye nyumba akawa amekaa naye kwenye chumba chake. Nikaenda nikamwambia, "Mama, sasa hivi vitu tunafanyaje?" Yule mama akaniambia, "Mimi mwenyewe tu sijui kama vipo, yani hapa nishachanganyikiwa." Nikamwambia, "Sasa tunafanyaje?" Akasema, "Yani hapa ingebidi labda akiamka aseme sehemu ambayo tuvipeleke." Nikasema hivi sasa, alikuwa ameniruhusu kabla hajazimia kwamba kuna vitu vikienda kutolewa kule, vikichomwa moto, mimi niko salama. Ilikuwa ni masika, vimvua vinanyesha. Yule mama anatunza zile nyasi, mliotoka vijijini mnaelewa. Kipindi cha masika unatunza nyasi kwa ajili ya kuashia moto. Nikamwambia, "Mama, una nyasi?" Akasema, "Ndio ninazo." Akasema, "Naomba." Briefcase limefungwa. Nikasema lazima nifungue nione yaliomo ndani. Nikamwambia yule baba mchungaji, "Chukua simu yangu, rekodi tukio." Nikaishika briefcase, nikafungua. Yaani kufungua mule ndani, nilikuta makolokolo. Kuna mtu amewahi kuwa mchawi? Kama uliwahi kuwa, si umeokolewa na Bwana?
mtu akiwa ndani ya Kristo ya kale. Kwa hiyo wewe sio mchawi, mimi nataka tusaidiane kushuhudia. Haleluya! 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 Kwa hiyo nikafungua. Nikaanza sasa, siwezi kukutajia vyote. Kuna tule tuvisu wanakatiaga ulezi kijijini. Na tujua. Nikakakuta kapo mule. Kuna vichupa fulani hivi ni kama vya dawa za zamani, chloroquine, clofenico, zile za sindano. Vichupa fulani vidogo nikavikuta viko mule. Nikakuta kuna nywele zimefungwa kwenye kidude, yani tumakolokolo karibu sio tu dunia yote tudogo tudogo, yani tumakochokocho tumejaa ile nini briefcase. Alafu kuna kibuyu, alafu kuna kile sio ni mkia cheusi lakini ni kama mkia vile, nacho kiko pale. Kuna makolokolo mengi, kuna chupa ya soda, yani kuna maajabu, matakataka. Wanajua wenyewe vilikuwa na maana gani. Nikasogeza pale kwenye ndoo, ile ndoo kufunua, nikakuta kuna maji fulani hivi yana rangi nyekundu, sio nyekundu, hata sikuyaelewa yale maji. Nikaweka vyote pale, nikachukua nyasi, nikaanza kuchuma. Huku ninamwita yule mtu jina lake, Roho Mtakatifu akaniambia ita. Nikaanza kwa jina la Yesu ninakurudisha. Amke pale, sitaki abaki kulala pale. Nikaita vile vitu vinamalizika pale, yule baba akaamka. Nikasema sasa, nikamwambia hivi, sasa vile vitu vyako nimevichoma, wewe uko salama. Akaniambia umechoma hata kile kipembe? Nikamwambia ndio. Umechoma hata kile kidude? Nikamwambia ndio nimechoma. Akasema mama, yani kwenye kile kipembe tulikuwa tukiweka yale maji, tukiingia tu tunafika Chunya. Kuna watu mnatafutaga utajiri. Kuna watu, yule aliniambia kwamba si kuna maji ya mercury, si kuna maji gani wanawaambiaga wakatafute huko. Yesu ni njia, akuongoze kwenye utafutaji wako, usije ukaingia kwenye mtego mwenyewe ukanasa ukafia hapo. Nikamwambia nipe sasa kisa. Akanikumbusha jambo nilikuwa limepita kama miaka 7. Akaniambia unaukumbuka msiba fulani? Nikamwambia ndio. Akasema yule aliyefariki alikuwa rafiki yangu, ninakufundisha kumfanya Yesu awe njia. Akaniambia yule kijana uliyeonaga amefia kwenye ile ajali pale ndiye aliyeniachia hivi vitu. Nikamwambia ilikuwaje? Akasema tulikuwa tunafanya kazi wote pamoja. Akasema akaenda yule kijana kwa mganga wa kienyeji kwenda kutafuta nini? Hela. Yule kijana akasema alivyofika akawa anaomba utajiri kwa yule mganga. Yule mganga akamwambia yani hapa umefika. Akasema nitawapa mbinu. Mbinu gani? Akasema nitakupa briefcase, nitakupa na ndoo itakuwa na maji yatakayokusaidia kusafiri. Akamwambia kitu kitakachotokea, tafuta rafiki yako yeyote, mtapata pesa nyingi sana, mtagawana. Akaenda yule mganga akamwambia siku hiyo utajiandaa, utaenda kupata ajali. Sijui kama unaelewa. Kumbuka Kenge alikuwa anatembea wapi? Uchawi upo. Akamwambia utaenda utagongwa na gari. Akamwambia hivi vitu utampa rafiki yako, kuna dawa nitakupatia. Akampa dawa. Ukienda ukigongwa na gari, lile gari likikugonga, yule rafiki yako atakuwa pembeni, atachukua dawa atakupaka kwenye utosi. Akishakupaka utaamka. Ukishaamka tu ile dawa sasa
Kitendo cha kuamka pale kwenye ajali ndio connection ya hela. Mtakuta hela zimejaa hii briefcase. Nitawapa na kitu kingine cha kutunzia nini? Hela. Kwa hiyo yule kijana akawa amekubaliana na mwenzake, akaenda akampa dawa, wakapatana. Yule kijana hakushirikisha hata ndugu zake kwamba jamani kuna jambo hili, wakakubaliana. Kwa sababu gani? Yule mganga alikuwa na spiriti ya shetani ndani, ikawavuta. Yule kijana akaenda kweli. Ilipofika jioni, mamangu zamani alikuwa anauza makande na supu. Yule kijana siku ile nilimuona na nyumbani kabisa, alikuja akala. Mamangu akanamwambia, mbona kama umepoa? Yaani alikuwa amekaa namna fulani hivi, nadhani mnanielewa. Yaani kama kuna kitu kitatokea. Jioni ilipofika katoka, kaenda eneo lile lile walilokubaliana, nakwambia akaenda kugongwa na gari kweli. Ananisimulia nani? Rafiki yake. Alipogongwa, rafiki yake akasema kumekucha. Akakimbia na ile dawa. Anaenda anautafuta utosi, gari imekanyaga kichwa, ubongo wote pale pale. Na kule nyumbani anayo briefcase, anayo ile ndoo. Mwenye maelekezo yote ni huyu ambaye kichwa, ninakwambia kitu ambacho nimeshuhudia mwenyewe, na ule uchawi nimechoma mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Ule msiba na mimi nakumbuka nilienda. Ulikuwa ni msiba, watu walijaa sana. Yule kijana alipokuta vile akachanganikiwa. Akaanza kusema, jamaa amka. We jamaa amka. Nimekuja na ile dawa, amka, hakuna kwa kupaka. Na mganga alisema ni utosini tu kwenye kuna mlango. Wajinga ndio heli kung'ang'ania kwa Yesu. Heli kung'ang'ania kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu bila kujali kitu chochote. Ukila mlenda pamoja na Yesu ni amani tele. Haleluya. Yule kijana akachanganikiwa. Akasema nitafanya nini? Maiti ile ikabebwa, kapelekwa mochwari. Yule kijana akawahi asubuhi akaenda kuomba mochwari. Wakamruhusu, akaingia, wakavuta ile maiti, akaanza kuiambia jamaa, amka basi unielekeze, vile vijamaa vinaongea. Nielekeze nifanye nini? Niambia kitu cha kufanya. Jamaa hawezi kuongea. Hawezi kuongea, na bahati mbaya sana wewe unayenisikiliza kwenye NYTV, baada ya kifo ni hukumu. Unayo nafasi ya kutengeneza maisha yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Unajua hapa tunaongea na wewe, lakini na watu wengi ambao watu waoni wako hapa. Wapigie makofi watu wa NYTV. Mungu aliniambia ni wasimamizi wake, wapigie tena makofi mengi mazuri sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana atusaidie. Yule kijana akarudi amenyong'onyea, yuko hoi, haelewi kitu cha kufanya. Kwa hiyo tangu pale akaanza kuteseka na vile vitu. Anasema zile pombe, chupa ulizoziona, sio kwamba mimi napenda kulewa. Alifika hatua ya kunywa pombe mpaka maini yakafeli, akawa anatapika damu. Lakini kwa nini? Kwa sababu apoteze mawazo, vile vitu visimsumbue. Anasema hata nikilewa, yani nikiingia tu ndani akili inarudi. Jamani amina. Jamani haleluya. Jamani amina. Kwa hiyo akaniambia, nimevuta sigara, nimekunywa pombe sana, lakini bado sijawa salama. Niliposikia wanasema unaombea watu, nikasema na mimi nitaenda. Akasema siri nimekaa nayo kwa muda mrefu, leo nimeamua kama nikufa na nife. Nikamwambia hautakufa kwa jina la Yesu, utaishi na utayasimulia matendo ya Bwana. Vile vidude vilimpa
masharti, hakuna kuoa. Niko hapa kukupa habari njema. Alioa wakati ule mwaka jana, hivi ninavyokuambia ana mtoto pamoja na yule mke wake. Aya, ngome zinaanguka kwa jina la Yesu. Nyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, anaweza kukukweza kwa wakati wake. Siku moja mamangu akaniambia, sikuwahi waza, sikuwahi ota ndoto kama nimebeba mtoto kama wewe. Anasema laiti ningejua tusingekutesa. Mamangu haachi kuomba msamaha kila siku. Waliosikia ni wa ITV wanajua. Messi aliongea na mamangu, akamwambia huyo mtoto tulishamuomba msamaha, yani tunaomba tusamehe. Anasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mstaki wenu Ibilisi ni kama simba ungurumaye, anazunguka akitafuta mtu ameze. Simama mahali ulipo. Utukufu na heshima vyote ni vyako wastahili, wastahili. Uliacha enzi yako na mamlaka huko mbinguni, ukashuka kunikomboa. Yesu astahili utukufu. Haleluya. Vyote ni vyako Bwana. Wastahili wewe.
sana. Ninakutazamia neema nyingine ya Bwana. Tusipoonana, jitahidi kazana. Kama Yesu akirudi kwa ajili yako kabla ya mimi, basi uende mbinguni. Akirudi kwangu kabla yako, basi niende mbinguni. Tukafurahi pamoja na Bwana Galilaya. Asiwepo hata mtu mmoja wa kubaki. Tukaimbe ule wimbo mpya pamoja na Bwana. Mungu akutunze, akutendee mema yote, na kutakia heri ya mwaka mpya. Ukaanza mwaka mpya na Bwana, ukapita viwango vyote. Bwana akakupe njia mahali ambako hakuna njia. Mungu awabariki, ninawapenda sana. Amen. Ndio tukuombee. Yesu ndiye mwenye kumtia nguvu. Yesu ndiye mwenye kumuisha. Yesu ndiye ampakaye mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu. Yesu ndiye mwenye kuweka karama na vipawa mbalimbali. Yeye ndiye atakayemtumia kibodi ipigwe katika nguvu na uweza mwingi. Baba, tunamleta mtumwa na mtumishi wako Christina Danieli mbele zako. Baba, ametumika kwenye madhabahu nzuri ya Galilaya. Baba, ulimtumia katika hali ya unyenyekevu mwingi, katika hali ya ushuka kwingi, katika hali ya kulinua jina lako Bwana. Asante Bwana, asante Jehova, asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya mafuta mabichi ambayo Bwana yatatiririka ndani yake. Umezidi kumtambulisha mataifa hadi mataifa Baba, kwa watu mbalimbali. Baba, asante kwa sababu wewe ni Mungu utakayejulikana kupitia kinywa cha mtumishi wako. Baba, tunamleta kwako, zile nguvu zimemtoka. Naomba Bwana ukamzidishie maradufu hiyo neema yako Bwana, ikatembee na mtumishi wako. Utukufu na sifa ni vyako katika jina la Yesu. Baba, nakataa roho ya kisasi, nakataa roho ya malipizi, ikanyamaze kimya kwake na familia yake, kwake na nyumba yake katika jina la Yesu. Bwana, mtetee na kumlinda na kumpigania katika jina la Yesu. Twakushukuru Bwana, maana umetenda mambo makubwa kwa utukufu wa jina kuu la Yesu Kristo. Watu wa Mungu aseme amen. Haleluya, tumwambie Bwana asante.